Nyuma yangu kuna mitaa mbalimbali. Hii ni Kiswahili Mtaani. Kiswahili Mtaani ipo kwa ajili ya kukuhabarisha wewe Mtanzania, kuhakikisha kwamba unakwenda kufahamu namna Kiswahili kinavyotumika katika kukikuza. Tumezoea kuona sasa hivi Kiswahili kinazidi kukua, kinazidi kuongezeka kwa namna mbalimbali. Na hii yote sasa ni katika kuongeza juhudi za kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaongezeka. Na siku ya leo Kiswahili Mtaani tumehama mpaka viwanja, tumehama mpaka mitaa, na siku ya leo tumekwenda mpaka visiwani Zanzibar huko ambako tutakwenda kutazama na kusikiliza tafsiri sahihi ya maneno mbalimbali ambayo yamekuwa yakitumika. Na siku ya leo maneno ya Kiswahili ambayo tuko nayo ni juu ya muktadha, tunaendana na muktadha wa masuala mazima ya siasa. Na siasa zipo za aina mbalimbali. Kuna maneno mengi ambayo yamekuwa yakitumika, yamezoeleka kutumika katika namna ambayo inahakikisha kwamba nchi zinaweza kuendelezwa na sera mbalimbali zinaweza kutimizwa. Na leo Kiswahili Mtaani tutakuwa na wananchi wa kutoka mjini Magharibi huko visiwani Zanzibar, na pia tutaungana na wataalamu wetu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo watatutolea tafsiri sahihi ya maneno yale ambako wananchi wa kule mjini Magharibi huko visiwani Zanzibar watakuwa wameeleza. Jina langu ni Runa Mabai, endelea kufuatana nami. Salama kabisa. Nashukuru, alhamdulillah. Wanakufahamu kwa jina gani? Nafahamu kwa jina la Khalid. Khalid. Yeah. Khalid nani? Khalid Mselem Khamis. Bwana Khalid, yeah. Kwa hapa mjini hapa wewe ni mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Welezo, Makufuzi. Maeneo ya Amani. Okay. Tuna maneno matatu leo katika Kiswahili Mtaani. Neno la kwanza ni juu ya neno propaganda. Propaganda ni nini? Propaganda ni ile ambayo mtu anaweza kubuni kitu, yani kama vile kutaka apotoshe jamii au watu wengine wasifahamu kile kitu ambacho kilichopangwa kwa uhalisia. Muona, kwa mfano tunaenda kwenye uchaguzi, lakini tarehe 29 mtu akafanya propaganda ya kufanya watu pengine waogope au waone kitu cha uchaguzi ni kitu cha hatari. Kwa hii anafanya kitu kingine ambacho watu wa concentrate na mambo mengine, wakati kitu cha msingi cha ukweli ni tarehe 29 kuhusu uchaguzi. Na kuna neno demokrasia. Demokrasia maana yake nini? Demokrasia kwa ninavyofahamu mimi, demokrasia ni kitu ambacho kinafuata kama kuweka usawa fulani hivi. Mshafahamu? Yaani demokrasia kwamba kufuata ile haki, kila mtu awe na uhuru au na wajibu wa kufanya kile kitu kwa vile anavyojisikia bila kuvunja sheria. Lakini sometimes wengine anaelewa vibaya demokrasia na kwa kama ugomvi, lakini demokrasia ni ile ambayo kila mtu awe na uhuru wa kuchagua au kufanya kile kitu ambacho kinahitajika kulingana na ile maeneo husika inavyotakiwa kufanywa kazi. Asante sana. Na tuna neno uasi. Kisikia neno uasi ni nini? Uasi ni kitu ambacho wewe anakutegemea pengine katika jamii, lakini wewe muona ukafanya kinyume cha vile ambavyo utaratibu fulani tumepanga kufanya kitu fulani, afu wewe ukatoka muona ukaenda kuvujisha siri pengine au kile kitu cha uhalisia kwa watu wengine, ambapo baadaye sisi tusiweze kufanikiwa. Wewe unakuwa ni muasi. Asante sana. Huyo alikuwa ni Bwana Khalid akitueleza juu ya tafsiri ya maneno haya. Hii ni Kiswahili Mtaani. Ngoja tukaungane na mwananchi mwingine aende kutueleza juu ya tafsiri ya maneno haya. Wanakufahamu kama nani na mkazi wa wapi? Mimi ni bodaboda hapa bandarini. Okay. Leo katika Kiswahili Mtaani tuna maneno matatu. Neno la kwanza ni juu ya neno propaganda. Propaganda kwa Kiswahili ni nini? Propaganda ni kama uzushi ambao kwa unaenezwa mitaani, ambao kwa hauna uhakika. Kuna propaganda ina hivi na hivi, lakini hawana uhakika, ni propaganda. Ni kama uzushi umezuliwa tu na watu. Na tukisikia neno uasi, uasi ni nini? Uasi ni ukweli. Uasi. Sio uwazi. Uasi ni mtu aloasi. Kaasi sehemu fulani, akaingia sehemu fulani. Hii ndo kuasi. Yaani tumeasi kitu fulani, wanaingia kwenye sehemu ambapo wenyewe wanataka. Na tuna neno kubwa la demokrasia. Demokrasia ni nini? Demokrasia ni kama tuseme ni siasa za kisasa
Demokrasia ni siasa za kisasa, kuachana na ile mabadiliko. Kiufupi, demokrasia ni mabadiliko, ikiwa ni ya nchi, ikiwa ni ya sema, kiufupi ni mabadiliko demokrasia. Haya, asante sana. Huyo alikuwa ni mmoja ya mwananchi kutoka hapa mjini Unguja. Baada ya kusikiliza tafsiri ya maneno hayo, sasa twende tukaungane na wataalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa waende kutueleza juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya. Haya, baada ya kusikiliza wananchi wa kutoka huko mjini Magharibi, na sasa tunakwenda kuungana na mtaalamu wetu wa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, na hapa tunakwenda kujua tafsiri sahihi ya maneno haya matatu: uasi, demokrasia na propaganda. Haya maneno tunahitaji kujua tafsiri yake sahihi. Mtaalamu, kwema? Kwema, habari yako? Salama kabisa. Salama kabisa. Wanakufahamu kama nani? Wananifahamu kama Lameck Philbert, ni msanifu lugha kutoka Bakita. Okay. Msanifu lugha. Tuna maneno matatu. Tuna neno propaganda. Tuna maneno matatu. Tuna neno propaganda, tuna neno uasi na tuna neno demokrasia. Kwako mtaalamu, tukianza na neno uasi. Uasi unatafsirika vipi? Fasiri ya neno uasi ni kitendo cha kupinga au kwenda kinyume na sheria na taratibu zilizopo. Hiyo ndio maana halisi na fasiri nyepesi ya neno uasi. Okay. Kwa hiyo mtu atakavyopingana ina maana ni kaasi. Anaasi kama anaenda kinyume ama na nia ya kupinga sheria na utaratibu uliopo, maana yake huo unaitwa ni uasi. Okay. Na tuna neno demokrasia. Demokrasia inatafsirika vipi? Demokrasia ni mfumo wa utawala ambao mamlaka yake inatokana na nguvu ya ama matakwa ya umma. Ndio maana halisi ya demokrasia. Na tuna neno propaganda. Wakazi wa mjini Magharibi wametoa tafsiri ya neno propaganda. Kwako kama mtaalamu, propaganda linafahamika vipi kwa maana halisi? Fasiri ya neno propaganda ni taarifa zisizo na ukweli ambazo hutumiwa kwa lengo la kushawishi ama kubadili mtazamo wa watu juu ya jambo fulani. Ndiyo maana ya propaganda. Kwa hiyo tutakaposikia baadhi ya maneno ambayo yanataka kugeuza uelekeo, hiyo ndio propaganda. Ndiyo maana yake. Okay. Naam. Asante sana bwana. Huyo alikuwa ni mtaalamu wetu wa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Tumeweza kusikia tafsiri sahihi ya maneno hayo matatu juu ya tafsiri ya neno la propaganda, demokrasia pamoja na uasi. Na sasa twende tukaungane na wananchi huko wakaende kutuambia tafsiri nyingine ya maneno mengine. Baada ya kusikiliza tafsiri sahihi kutoka kwa wataalamu wetu wa Bakita, sasa twende tukaanze kuwasikiliza wananchi wengine wanafahamu vipi juu ya maneno haya ya Kiswahili. Habari yako? Habari yangu ni nzuri. Wanakufahamu kama nani hapa mtaani na unaishi wapi? Hapa mtaani unanifahamu kwamba kama bodaboda. Okay. Na naishi Meline Uzi. Haya, leo katika Kiswahili mtaani kuna baadhi ya maneno tunataka kufahamu maana yake. Kuna neno uzandiki. Uzandiki ni nini? Uzandiki manake ni kama mtu msaliti. Ni mtu msaliti ambaye kwamba likitokezea jambo kwamba awe karibu na wenzake au walifanye pamoja na wenzake, au kifupi awe pamoja na wenzake, kitu fulani kimetokezea lakini sasa huwageuka wenzake yani. Huwageuka wenzake na ni hivyo yani, huwageuka wenzake. Kifupi huwa hawi pamoja na wenzake kwa lile ambalo wanataka wawe pamoja au washirikiane naye. Na neno uzalendo, uzalendo ni nini? Uzalendo manake ni mtu kuipenda nchi yake, kupenda raia wake, kupenda watu wake. Manake mzalendo ni mtu ambaye yani ni mtu ambaye kiufupi ni hivyo, ni mtu mwenye kuipenda ile jamii yake na kuwa huwa hataki yani fikwe na matatizo na mashaka na mabalaa, shanifahamu. Kwa hiyo hata kama limetokezea jambo zuri hivi, basi yeye huwa yuko karibu na
nchi yake au yuko karibu na wananchi wake. Kiufupi anakuwa ni mzalendo, ni mpenzi mwanake wa nchi yake, mpenzi wa watu wake, ni mpenzi wa jamii yake, manake yuko tayari kuitetea jamii yake kwa namna yoyote ile. Ni hivyo yani, ndio ninafahamu mimi. Basi, na neno uhuru ni nini? Uhuru manake ni kimfano mwingine, manake uhuru tunachukulia kwamba amani. Kwanza inaingia pia kwenye amani, kwa maana mtu awe anafanya mambo yake bila ya kutiwa mashaka, bila kutiwa matatizo, bila ya kubuguziwa, manake anafanya vitu vyake yani kwa mwelekeo mzuri, manake hapati mashaka katika kufanya vitu vyake, manake yuko huru, manake anafanya lile ambalo anajisikia, ambalo lina maslahi naye, bila kubuguziwa, bila kupata matatizo, bila kupata mashaka, manake ni hivyo ndio nafahamu mimi. Haya, asante sana. Baada ya kumsikiliza huyo, sasa twende tukaungane na mwingine, tujue yeye anafahamu vipi juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya. Wanakufahamu kama nani hapa? Mimi naitwa Hamisi Ahmadi maarufu Pengo. Kwa mtaa wewe unafanya shughuli gani na mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Bumbwini, shughuli zangu ni dereva bodaboda. Kuna maneno matatu juu ya Kiswahili tunayo hapa. Kuna neno uhuru. Uhuru maana yake ni nini kwa Kiswahili? Uhuru. Uhuru, maana neno uhuru ni kufanya jambo lako lolote lile litakalokuwa halihusiani na uvunjaji wa sheria, ukawa unafanya kwa amani na hauna bugza sehemu yoyote kuenda au kitu chochote kukifanya. Ninavyoelewa mimi maana ya uhuru ni hiyo. Na neno uzalendo, ukisikia neno uzalendo, uzalendo ni nini? Uzalendo? Tukizungumzia uzalendo kwanza ni kujijua we ni nani. Halafu ukijijua we ni nani, halafu vile vile upo sehemu gani na katika uzalendo wako unapenda kitu gani. Nafikiri kwangu mimi wepesi wa neno uliloniuliza jibu lake ni hilo. Na neno la mwisho, uzandiki. Uzandiki ni nini? Uzandiki ni unafiki. Uzandiki ni unafiki kwa sababu uzandiki jibu lake liko wazi. Uzandiki maana kuchukua neno hapa kupeleka kule, kuchukua hichi kupeleka pale, ndio neno uzandiki. Uzandiki ni unafiki. Haya, asante sana. Unakuita nani tena? Mimi naitwa Hamisi Ahmadi maarufu Pengo. Haya bwana, huyo alikuwa ni Hamidi Hamisi. Sasa twende tukaungane na wataalamu wetu kutoka BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, waende kutuambia juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya. Baada ya kuwasikiliza wananchi wetu na wakazi wa kutoka mjini Magharibi, visiwa vya Zanzibar huko, tulikuwa tuna maneno matatu: uhuru, uzalendo na uzandiki. Na sasa tunakutana na mtaalamu wetu wa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, Mr. Charles Mbise. Atakwenda kutueleza tafsiri sahihi ya maneno yako. Habari ya? Salama kabisa. Tumewasikiliza vyema wakazi wa mjini Magharibi. Ndio. Wana maneno matatu. No. Kwako kama mtaalamu, tafsiri sahihi ni ipi? Kwanza tuanze na neno uhuru. Tunapozungumzia uhuru ni ile hali ya mtu kujitegemea kwa mambo yake yote. Anakuwa anajitegemea yeye bila kusukumwa wala kumtegemea mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo tunavyosema kwamba mtu ana uwezo wa kufanya mambo yake mwenyewe na kujiamulia anavyotaka kufanya yeye, tunasema huyu mtu yupo huru. Na labda uhuru hauna mipaka au uhuru ni pia unakuwa na mipaka yake kidogo au inakuwa? Ndio, unakuwa na mipaka kwa sababu lazima uhakikishe kwamba unafuata taratibu na kanuni zile ambazo zinakuwa zimewekwa. Kwa hiyo tunavyosema uhuru sio kwamba unafanya mpaka yale ambayo hayaruhusiwi kufanyika. Lazima uhakikishe kwamba unafuata sheria na taratibu. Sio kwamba unakuwa huru mpaka unapitiliza, hapana. Kwa hiyo tunavyosema una uhuru, tunamaanisha kwamba unaweza sasa kufanya mambo yako kwa kadri unavyoweza, lakini kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria husika ambazo zimewekwa. Tulikuwa tuna neno uzalendo. Kwako mtaalamu. Tunapozungumzia uzalendo, hii pia ni hali ya kuwa mtu ana uwezo wa kuipambania, kuipigania na kujitoa kwa ajili ya nchi yake kwa namna yoyote ile. Mtu ana uwezo wa kuamua sasa kwamba mimi kwa sababu ya upendo wangu na mapenzi yangu ya dhati nilionayo kwa ajili ya nchi yangu, ninaweza kujitoa kwa ajili ya lolote kuhakikisha kwamba naipambania nchi yangu. Kwa hiyo tunavyosema mtu ni mzalendo, na maana huyo mtu amejitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaipambania, kuipigania na kuitetea nchi yake. Baada ya hayo maneno mawili, tuna neno moja ambalo limekuwa kidogo tuseme sijui lina ukakasi kwa wakazi wa hapa mjini Magharibi. Neno uzandiki. Uzandiki ni nini?
Naam, kwanza ifahamike kwamba uzandiki ni neno ambalo lilianza kipindi cha nyuma kidogo, hasa katika kipindi cha kupigania uhuru, na hili neno lilikuzwa zaidi na kuendelezwa na marehemu hayati baba wa taifa, akiwa anamaanisha kwamba ni tabia ambayo sio nzuri sana, ambayo ni tabia ya ufitini, ya uongo, umbea, unafiki. Kwa ni uzandiki sio tabia ambayo ni njema, ni tabia yenye mrengo hasi zaidi, ikiwa inamaanisha hali ya kufitini, hali ya kuwa na umbea, hali ya kuwa na unafiki katika mambo mbalimbali. Na hasa kama nilivyozungumza kusema, ilikuzwa na kuenezwa zaidi na mheshimiwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kipindi cha kuipigania nchi yetu. Na huyo alikuwa ni mtaalamu wetu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Na sasa turudi sasa huko mtaani, tukaone na tukasikie tafsiri ya maneno mengine. Upendo, amani na haki. Nimekutana na mmoja mkazi wa hapa mjini Magharibi katika kisiwa cha Unguja. Tutakwenda kuzungumza naye atuambie yeye anafahamu nini juu ya maneno haya matatu. Habari? Salama, safi tu. Kwa hapa mjini Unguja wanakufahamu kama nani? Kama Baraka. Nani? Baraka. Baraka ni mkazi wa sehemu gani? Mkazi wa hapa Unguja, maeneo ya Kwerekwe. Leo tuna maneno matatu katika Kiswahili mtaani. Tuna neno haki, upendo na amani. Tukianza na neno haki. Haki unafahamu maana yake ni nini? Haki ni pale mtu ambapo haonewi, ninavyodhani mimi ama ninavyojua. Yaani kufanya kitu pasipo na uonevu na upendeleo labda, yaani haki sawa. Haya, na unapoambiwa neno amani, amani unafahamu ni nini? Amani ni pale ambapo unakuwa na utulivu. Hakuna, yaani kufanya kitu kwa upendo wako mwenyewe, ama ambapo hakuna kurupushani, yani kunakuwa amani, utulivu. Haya, na tukiachana na amani, nini maana ya upendo? Upendo ni pale unapomjali mwenzio, sana sana pale anapokuwa na shida. Hivyo yani. Asante sana. Huyo alikuwa anatueleza maana ya neno amani, upendo na haki. Sasa twende msikilize mwingine aende kutuambia nini maana ya maneno haya. Habari yako? Salama tu. Wewe hapa wanakufahamu kama nani? Hapa maarufu na kabila, lakini jina langu hasa ni Suleiman Nasoro Musa. Okay, Bwana Suleiman, leo tuna maneno matatu katika Kiswahili mtaani. Neno la kwanza tuna neno haki, amani na upendo. Tukianza na neno haki, haki maana yake ni nini? Haki ni maana kwamba unapomfanyia mtu jambo ambalo lina haki na yeye, yani kama pengine kakukopesha pesa 10,000, basi unamrejeshea 10,000 kwa mujibu wa vile ambavyo mmekubaliana. Hapo ndani ya wakati, hapo inakuwa tayari kushamfanyia nini? Haki. Na vipi maana ya neno amani? Amani inakuja kwamba pale mtu anapokukosea, basi ujaribu kwamba naye kumfanya nini? Kumsamehe. Unapomsamehe, yeye mwenyewe atajua kweli hapa kanifanyia haki, na mimi nifanye nini? Haki. Na inapokuja swala la neno upendo ni nini? Upendo unakuja pale tu kwamba kila mmoja kwenye upendo atekeleze wajibu wake. Kama yeye binadamu ana nafasi ya kutoa haki na upendo kwa wengine, hapo ndo unakuja upendo, haki na binadamu vile vile. Kwa hiyo neno haki ni nini? Haki ni utekelezaji wako mwenyewe kumtekelezea mwingine jambo lake la msingi. Na upendo? Upendo unakuja pale. Upendo kwamba natumfanyia huyu mwenzangu ni upendo. Pengine mtu kaja, bwana nisaidie, unamsaidia, unampa, usitarajia kwamba kulipwa. Na amani kwa mwisho? Amani unakuja kwamba umetenda haki pale ambapo mtu kataka nini? Haki yake ya msingi. Haya, mtazamaji wa Kiswahili mtaani, baada ya kuwasikiliza wananchi hao, sasa twende tukaungane na wataalamu kutoka BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, waende kutuambia juu ya tafsiri halisi ya maneno haya.
Baada ya kuwasikiliza na kuwatazama wana mjini Magharibi kutoka Zanzibar huko, sasa tunakutana na mtaalamu wetu wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, Daniel Mgawe. Naam. Salama. Salama sana. Habari ya wewe? Uko salama kabisa? Namshukuru Mungu. Watu wa mjini Magharibi kutoka visiwani Zanzibar tumewasikiliza na tumewatazama kabisa. Naam. Wametoa tafsiri wao kwa wanavyofahamu. Wakazi wa mjini Magharibi wametoa tafsiri ambayo ya maneno ya haki, upendo pamoja na amani. Kwako mtaalamu wa Baraza la Kiswahili la Taifa, tupatie maana sahihi na tafsiri sahihi. Kwanza tukianza na neno haki. Haki maana yake ni stahili ya mtu au stahiki ya mtu au kitu kile ambacho mtu anastahili kukipata. Hicho ndio tunasema haki. Lakini ikumbukwe hakuna haki bila wajibu. Kwa hiyo lazima mtu atimize wajibu ndio apate haki. Maana yake mtu akitimiza wajibu ndio anastahili kupata haki. Kwa hiyo haki ni stahiki ya mtu kuipata. Ndio maana tunasema binadamu wote tuna haki sawa. Kwa nini? Kwa sababu wote tunastahili kuishi. Ni stahiki yetu kuishi. Lakini tukija kwenye habari ya amani. Amani ni hali ya utulivu pasipo na bugdha au vurugu. Ndio maana ya amani. Maana yake sasa hapa tunapozungumza haki na amani ni maneno mawili ambayo yanaegemeana au yanaelekeana. Maana yake penye amani pana haki na penye haki pana amani. Nafikiri umenipata. Naam. Na tuna neno lingine juu ya upendo. Upendo tafsiri yake sahihi ni ipi? Upendo maana yake ni hali ya ukaribu kati ya mtu na mtu. Maana yake mimi ninapokuwa na ukaribu na wewe, maana yake ndio ninakupenda, ndio upendo wenyewe. Ndio maana wanandoa wawili, mfano ni Juma na Ashura, wanaanza kwanza ukaribu ndio unakuja upendo. Kwa hiyo wanapokuwa kwenye uhusiano ule kunakuwa na ukaribu, ndio maana tunasema hawa watu wanapendana na ndoa yao ni ya upendo. Haya bwana, huyo alikuwa ni Daniel Mgawe, mtaalamu wetu kabisa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Tumeweza kusikiliza na kutazama tafsiri sahihi ya hayo maneno. Kama kawaida yetu, Kiswahili Mtahani ndicho kipindi maalum kabisa ambacho kinakusogezea wewe Mtanzania, ewe mwananchi Mtanzania, katika kuhakikisha kwamba unafahamu matumizi sahihi ya lugha yako ya Kiswahili. Na hii yote ni kutokana na kuhitaji namna mbalimbali kukuza Kiswahili chetu, kukiongezea safari au kukisogezea mwendo zaidi, kuhakikisha kwamba kinazidi kukua. Kwa siku hii ya leo tulikuwa na wananchi kutoka mjini Magharibi katika visiwa vya Zanzibar, ambako wameweza kueleza tafsiri ya maneno mbalimbali ya Kiswahili, na tumekuwa na wataalamu wetu wa Baraza la Kiswahili. Baada ya kusikiliza hayo yote, siku ya leo sina la ziada. Nikushukuru wewe kwa kutazama kipindi hiki na kukifuatilia. Kwa niaba ya wale wote ambao wameshiriki kukandalia kipindi hiki, jina langu ni Runa Mambai.